وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. Tukiwa tumalizia unwani tena ya mwisho ya darsa zetu, ambao tuko katika kuelezea maadili ya kijamii. Jana tulizungumza kuhusu amri bil maarufi, tukazungumza kuhusu husnul qawl, maneno mazuri, tukazungumza kuhusu husnu taamuli maa nas, muamala mzuri na watu, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutueleza umuhimu wa neno akafananisha na mbeu ilozalisha mti ukawa na matunda yakawaenea watu. Neno moja tu, mathalu kalimatin tayyibatin kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as-sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Mfano wa neno zuri ni kama mti mwema ambao umekita mizizi katika ardhi na ukatoa matandu mbinguni, na wakati wote watoa chakula chake, tu'ti ukulaha, matunda yake yani. Na vile vile mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar, haudumu, haukiti kwenye ardhi, ni kama mazimba. Tukiendelea mbele katika upande huu wa kijamii, nataka kuzungumzia akhlaqi za tangamano. Mwanadamu kama nilivyotangulia nyuma ni kiumbe ameumbwa wa kijamii, hawezi kuishi pweke. Kwa hivyo atake asitake uko katika jamii na ahitaji. Lakini mbali na kuweko kwake katika jamii mwanadamu na mafungamano yake, mathalan wewe waishi katika mui wa Amu, mambo yanayohusu jamii ya Amu yatakuathiri utake usitake, ijaban wa salba, iwe ni upande mzuri ama muovu, utaathirika. Ukiwa mathalan kuna ukosefu wa amani, utaathirika utake usitake, kwa sababu wewe ni sehemu katika hii jamii. Ikiwa mathalan kuna mambo mazuri, madrasa zetu zafanya uzuri, skuli zetu za perform vizuri, takuathiri, sababu wewe ni sehemu katika hii jamii.
Hiyo ni upana, lakini kisa ndani ya jamii mwanadamu huja akatengeneza mazingira mengine ambayo yamuhusu direct. Sasa kwa lugha nyingine, huja akatengeneza jamii ndogo ndani ya jamii kubwa. Kwa mfano, unapoingia kazini kama mfanyikazi wa aina yoyote, kazi ile iwe ni kazi ya tini, ikisihi tuziite kazi za tini, wa ila kila kazi ya halali, hakuna kazi ya tini. Ima iwe ni kazi ya tini ama ni kazi ya yu, umeshatengeneza mahusiano na watu wanaokuhusu wewe sasa, bali na jamii mzima. Kwa mfano, wewe umekuwa mwalimu, sawa, uwe ni mwalimu wa skuli ama mwalimu wa madrasa. Utaandikwa kazi, lazima utafanya kazi. Utakapokwenda kazini kwenye ile skuli, utakapokwenda automatic utakutana na nani? Wendani wako, wawe ni walimu, wawe ni wafanyikazi. Yani kuna mazingira ya kijamii umeyatengeza sasa, yahusiana na wewe moja kwa moja. Ukioa au mwanamke ameolewa, tayari mbali na ile jamii kwa jumla, umeshatengeneza mahusiano mapya ambayo ilikuwa hayapo, sasa yamekuya na ya kuathiri wewe moja kwa moja, na si wewe na ule mwanamke peke yake. Wale wazee utuambia wao wanao si mume na mke, zio wanao ni nini? Familia. Sababu wewe utakuja kutangamanisha watu sasa, watu wengi sana, na kila mmoja atakuja kwa mlango wake. Tayari utatengeneza jamii mpya wa hakadha. Sasa nataka kuzungumza vitu viwili leo, na kesho tuhatimisha darasa insha Allah taala, Mungu akitupa uhai na uzima. Mahusiano ya kifamilia katika masala ya kimaadili, Qur'ani na Uislamu kwa jumla umelitilia maanani sana suala la familia sana, kwa lugha za Kiqur'ani mbalimbali, na zaidi Qur'ani haitumii neno hili familia. Qur'ani zaidi imetumia neno arham au arrahim, kizazi, kama katika suratu Nisa ikianza Mwenyezi Mungu atuambia bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Hapa mwisho wal arham. Arham ni jamu, ni wingi wa neno rahim. Na katika mila na dasturi zimezoingia katika ulimwengu wetu ambao si zetu, na zimepenyezwa mpaka katika mifumo yetu ya taaluma, ni masala ya kutupa sisi taswira ya familia kinyume na Uislamu. Leo kwa magharibi, mume na mke na watoto wao kuisha kazi. Masala huyu sijui ni mjomba, masala huyu sijui ni shemeji, masala yule sijui ni mkwewa. Hakuna mambo haya, hakuna kabisa. Na ndio ile wanaoita nuclear family Kiingereza, ambao Mwenyezi Mungu ameitaja kwenye Qur'ani, lakini hakutosheka hapo. Aliponena khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha, hiyo ni nuclear family. Lakini Mwenyezi Mungu akaenda sema wabatha minhuma, kwa hivyo wayukuu, mababu wote waingia hapo sasa, wajomba, shangazi,
kwa upande wa nasaba, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Kisha asitosheke, stage ya 3, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na kila mwenye rahim yuko ndani ya familia. Kila mwenye asili, hata kama utaruka watu 10 mpaka umpate, yuko kwenye nini? Yuko kwenye familia. Isipokuwa tu nataka kuwatahadharisha pia jambo lingine, hili la kuetewa familia ya baba na vijana na watoto limetuathiri, na ugumu wa maisha pia umechangia, sababu watu wameona kila ukitangamana sana mizigo huwa mingi, na kila ukifinya mizigo huwa kidogo. Sasa na haya pia matatizo. Lakini na upande mwingine, kupanua familia sharti tuwe na hadhari, ni kujuana kama familia na kushikana kama familia, lakini haipanui hukumu za Kiislamu. Hapa tukosea. Si kila familia yako ni maharimu yako, na hailazimiki mtu kuwa familia yako mpaka awe maharimu yako. La, leo utawaona vijana wa kiume na vijana wa kike, watu wazima, mashabalighi, washakuwa tayari, washishiene mikono, waendemene. Ukiuliza ni nini, akwambia kazani yangu. Ni makosa katika Uislamu. Sasa ukimwambia mtu ni makosa kwamba huyu basi si ndugu yangu, kuwa ndugu yako haimaanishi maharimu yako. Kweli ndugu yako ni familia yako, lakini hata familia kuna nini? Kuna mipaka, mabnu ammi, na hizi zitu mara nyingi wazazi huzifanyia tasahuli katika majumba. Waweza kutokewa haswa nyumbani, kaatiwa mabinti na mabarobaro wakaatiwa nyumba, au wakasafiri haswa watu, akaitwa kazani pale nyumbani na mabinti kwa sababu ni ndugu, wakalala pamoja, wakainuka pamoja, wakateza pamoja. Hai makosa. Pia tusitupe mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hoja kwamba huyu ni nani, huyu ni ndugu yangu, huyu sijui ni nephew wangu. Kuna na hayo maina tungu nzima siku hizi, sio? Kwa hivyo haimaanishi mtu kuwa jamaa yako lazima awe maharimu yako. Watu ambao ni maharimu kwako ni cycle nini finyo sana. Nduyo mulozaliwa pamoja ni maharimu yako, nduyo mulio nyonya pamoja, taban kwa mipaka, si kunyonya tu mpaka kupite kipindi fulani, kuna sharia zake zimetajwa, ni maharimu yako. Kama nilivyokuambia, mke wa mwanao ni maharimu yako, mama mume wa binti yake ni kama mwanawe, babako, mjombako, shangazi yako, hao ni maharimu, hufai kuwaoa. Yani wale watu ambao hufai kuwaoa, wale ni watu waweza kushikana mikono na pengine kwa kiasi fulani halazimiki kuvaa hijabu mbele yako, lakini si kwa watu wote. Napenda tufafanue vitu viwili, lakini turudi kwenye fikra yetu ya kwanza. Kitu cha kwanza, katika tabia za kimahusiano, Qur'ani imetilia mkazo sana masala ya kujenga familia na kuboresha mahusiano ya kifamilia, na imeanza na wazazi wawili. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ikatusisitiza sana birrul walidain, na pia ikawasisitiza sana wazazi kuwapenda watoto, kuwalea watoto katika mapenzi na kujenga mahusiano mazuri na wao.
Pia ikawahusia wazazi kufanya uadilifu kwa watoto katika kuwalea, katika kuwapenda, kwa sababu mifarakano mingi inayopatikana kwenye familia mara nyingine inasababishwa na kutogawanywa mapenzi kwa sawa. Baadhi ya watoto wakajihisi wamebaguliwa, ikawaletea chuki kuwatukia ndugu zao. Lakini napenda pia kutanabahisha baina ya neno uadilifu na neno usawa, baina ya neno uadilifu na neno usawa. Uislamu unasisitiza kufanya uadilifu kwa wano, kufanya uadilifu kwa raia, kwa kila aliyoko chini yako ambao wewe una amri nao. Lakini Uislamu hauja kuambia ufanye usawa, hauja kuambia ufanye usawa. Na kufanya usawa mara nyingine ni kinyume cha uadilifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kila mtu amemgawanya, amempa uwezo wake, amempa zipaji zake. Waweza kuwa wewe una vijana na kila kijana ana kipaji chake tofauti, ana uwezo wake tofauti. Kwa hivyo wakati unapowapa malezi na wakati unapowasimamia ni lazima utilie maanani uwezo wao. Usimnyime mwenye uwezo kwa kutaka kumfanya sawa na asokuwa na nini, na uwezo. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo pia tujue kutofautisha kwamba katika uadilifu ni wewe uwe na mchango wako. Uadilifu ni kama mvua, ndugu zangu. Ukitaka kuwapa mfano rahisi, ni kama mvua. Mwenyezi Mungu akiinyesha mvua, akiinyeshesha, mathalan imenyesha katika bara letu hili. Mimi na shamba, wewe una shamba, ule ana shamba. Lakini mimi nimeketi, sikwenda kuchoma, sikwenda kulima, sikwenda kufanya chochote. Kutamia nini shambani kwangu? Kutamia manyasi na magugu. Itafanya kazi mvua, haingoji wewe hata usilime. Maadamu imenyesha itafanya nini? Itafanya kazi. Lakini kutazaliwa nini? Mwitu. Mwingine amekwenda ametayarisha shamba yake, ametia mbeu. Mvua ikinyesha itafanya nini? Atavuna. Mwisho wa safari, huyu ana ardhi eka 5 na huyu ana ardhi eka 5. Huyu ametoka mwisho wa mwaka na makulima, buru, maembe, sijui kila utakacho. Huyu ametoka sufuri. Hatuwezi kunena Mwenyezi Mungu hana uadilifu, kwa sababu huyu alikuwa na ardhi na huyu alikuwa na ardhi, na mvua ilipiga kote kuwili. Waliitumia vipi? Uwezo wa kuitumia mvua walitofautiana. Kwa hivyo waambia watoto wako, mimi niko na uwezo, atakaye kufanya vizuri nitampeleka skuli mzuri, ambaye hafanyi uzuri nitampeleka skuli ya kawaida. Sijui tumeelewana vizuri sana. Lakini uwezo uko, na uwezo huu kila mmoja katika nyinyi lazima afanye bidii kuufikia ule uwezo. Na ndio Mwenyezi Mungu akahutuambia, je, wafanana walioketi na wanaotembea? Ama hamuzisomi aya hizi? Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema afanaja'alul kalmujrimin. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kwa hivyo wanaofanya bidii tu wafanye sawa na wasiofanya bidii? Iwe wote mvua itawanyeshea na wote watalima na wote watavuna? Hakuna mambo haya. Kwa hivyo na wewe mfano bora ni muamala wa Mwenyezi Mungu na maja wake. Unapokuwa wewe ni msimamizi mahala, wewe ni meneja mahala, wewe ni mzazi, kuna watu wako chini yako, pamoja na kufanya uadilifu, lakini ni lazima uhakikishe kwamba anayefanya bidii apata uadilifu ule kwa hali ya juu zaidi. Wa ila watu watakuwa wazivu, wa ila watu watatupa, kwa sababu lazima mwisho wa safari kila mmoja atawanyiwa kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo 5. Kwa hivyo kuna maana gani kufanya bidii na kutofanya bidii?
Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo mapenzi kwa vijana ni muhimu, uadilifu ni muhimu, sio usawa. Na vile vile yote haya kabla hakujawa na kijana wa kumheshimu baba na mama na kuwafanyia wema, na kabla hakujawa na baba na mama wa kuwapenza vijana na kuwafanyia uadilifu, asili ya yote haya ni mume na mke. Kwanza huanza kwenye nini? Mume na mke. Kwa sababu lau si mume na mke kungezaliwa? Lau hakungezaliwa kungekuwa na baba na mama? Kwa hivyo chochote katika familia utakachokizungumza charudi asili yake kwenye mume na nini? Na mke. Hakuna baba kama hakuna mume. Hakuna mama kama hakuna mke. Hakuna kijana kama hakuna mke na mume. Hakuna mjomba, hakuna shangazi, hakuna mkwewa, hakuna shemeji. Na ndio utaona aya nyingi za maumbile, si zote, aya nyingi zikianda huanda kwenye mwanamume na nani? Kwenye mume na mke. Angalia hii aya Suratul Nisa. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha. Haikuanza aya wa khalaqa abaha, haikuanza aya wa khalaqa ummaha, haikuanza aya wa khalaqa akhaha au ibnaha. Hakukutajwa la, hakuna baba, hakuna mama, hakuna mwana. Cha kwanza kikitajwa kumetajwa mume na nani? Na mke. Min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ukenda katika Suratul Hujurat, hii Nisa, ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kisha ndio kumekuja waja'alna kum shu'uban. Hayo mambo kabila sijui hayo huya baada yake. Hata maumbile huko Mwenyezi Mungu alipoamua akawapa habari malaika, nataka kuumba kiumbe honkuliwa nani? Mwanadamu. Akianza kuumba alimuumba mwanamume na nani? Sina nduye na mkewe. Hakumuumba mwanamume na babake, mwanamume na mamake, mwanamume na nduye. Akianza ameanza mume na nani? Na mkewe. Ndio akawaambia uskun anta wa zawjukal janna. Nafikiri mwanielewa jamani sana. Kwa hivyo mahusiano katika familia, sikilizani hii ibara muhimu sana, naizungumza kwa msuko wa kielimu. Mahusiano katika familia ni reflection ya mahusiano ya asili kati ya mume na mke. Narudia, mahusiano yoyote mengine ndani ya familia ni reflection, yani yaakisi, kwa lugha ya kieo, yaakisi mahusiano ya kiasili ambayo ni ya mwanamume na nani? Na mwanamke. Mahusiano haya ya kiasili yakiwa mema, ndio kutapatikana mahusiano ya baba mwema, mama mwema, mwana mwema, mjomba mwema, ndugu mwema, endelea mpaka mwisho. Na matokeo yoyote mabaya katika mahusiano haya yanasababisha matokeo mabaya katika mahusiano mengine. Na hili ni nukta pengine yaweza kuwa ni mwanzo kuisikia sisi. Si masala tu umeoana na mwanamke mwapendana, si masala tu muna raha zenu mwenda kufanya. Masala yako zaidi ya hapo. Ile sakina ambao ndio kila mtu akitafuta katika huu ulimwengu, utulivu, happiness, mafanikio, yote msingi wake ni haya mahusiano. Na ndio Mwenyezi Mungu alimwambia Adam, nataka kukupeleka katika bustani, uende katika bustani hilo, uskun. Hakumwambia nenda ijlis, uskun. Angalia neno alilolitumia Mwenyezi Mungu ni nini? Uskun. Hali angalieni uskun kwenye aya nyingine, wa min ayatihi,
katika ishara zake Mwenyezi Mungu, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni alipowaumbia nyinyi kutokamana na nafsi zenu wake, mufanye nini? Litaskunu ilaiha. Umeona hiyo litaskunu? Haikuanda kwako ulipooa, alipewa nani? Adam. Uskun, Adam amwambia Mungu, nitapataje sakina? Nyumba hazifanyi kazi peke yake, wajomba hawafanyi kazi peke yake. Mungu, ukitaka nipate sakina paka unipe nani? Wazaujuka. Tupo jamani? Uskun anta wa zaujuka aljanna. Hiyo pepo haina thamani kama huna mke. Kwa mwanamke pepo haina thamani kama hana nini? Hana mume. Mupo jamani? Kwa hivyo jaribuni sana, kiwemo mimi mmoja wenu, namna kutakavyokuwa na mapungufu, sote hatuko kamili, mahusiano ya mume na mke ndani ya nyumba yawe healthy. Na kuwa healthy kuwa haimaanishi hakuna mapungufu. Lakini ustadhi bana, ule mke wangu ama ule, lakini ustadhi ule mume wangu, si wewe tu, sote ndivyo tulivyoumbwa mwanadamu. Kila mmoja ana mazuri yake, ana nini, ana mapungufu yake, lakini mwaweza mukayatengeneza yale mapungufu yenu, mukayatia kwenye mkoba, mukayayua mutayameneji vipi, lakini mukahakikisha ule uhusiano wewe kama mume ndani ya ile nyumba na kama mke ndani ya ile nyumba hautaonekana hauko na maana, ili usiwaathiri wengine wanaongojea uhusiano ule ndio wao waendelee. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Mwanadamu huwa na upungufu wa kimwili akausita, ama hakuna? Mwanadamu huwa na kovu isopona, akazengea sampuli akafanya nini? Akaifunika. Mwanadamu huwa na kilema, lakini akakataa kwamba kilema kile kitakuwa ni mwisho wa maisha yake, akayafix maisha yake yakaenda sambamba na kilema chake, ili maisha yaendelee. Umenielewa jamani? Ni vizuri sana, nimesimama sana hapa. Kwa hivyo na ndio utaona aya za Qur'ani, hadithi zimekuja kulijenga jengo hili, kwa sababu hayo mengine yote, wewe na mkeo mkiwa mwakuvutana, wakutiana kwa ngumi, tarajia mwana utakutia kwa ngumi. Ndio nawaambia reflection ya mahusiano yenu itatokea kwa kila upande. Tarajia tu na wewe kuna siku utakula ngumi. Tarajia tu na mwanao siku ataoa atarusha ngumi kabisa, kwa sababu Said Muhammad Hussein Fadhlullah, Ayatullah Said Muhammad Hussein Fadhlullah asema madrasa ya kwanza msomeshe mpaka PhD haisaidii kitu. Madrasa ya kwanza ya kijana mwanamume anavosoma namna ya kubehave kwa mkewe ni anavomuona babake anavoishi na mamake. Mengine ni theory. Madrasa ya kwanza ya mwanamke atakavokubehave na nani? Na mumewe ni alivomuona mamake huishi vipi na babake. Mupo na mimi? Haya maneno ameyazungumza al-Allama Ayatullah Said Muhammad Hussein Fadhlullah. Kwa hivyo asema mwanamke na nyinyi baba na mama, hakikishani mumeionesha ndoa yenu kwa watoto wenu vile inavyostahiki, mnavyotaka wao pia waendeshe ndoa zao. Mkiwa na mambo yenu, mkiwa na hasira zenu, mkiwa na kutukanana kwenu, kayafanyeni kando. Jana waone tu pale ni nini? Kuna heshima. Na kina namna hii haimaanishi msijadiliane. Hata mkijadiliana ni uzuri pia mjadiliane mbele zao kwa mambo ya kawaida,
ili waone watu wakikhtalifiana vipi huketi wakazungumza, na bila ya kutusiana, na bila ya mtu kutompa mwendani wake nafasi ya kunena. Pia waone dialogue. Ndio kesho akifika mahala kuna kosa, havundi zombo, hapiji mateke, zitanda familia. Kwa hivyo mahusiano ndio uzuri. Tukitoka kwenye familia, athari ya familia haitosheki tu pale ndani ya familia, ya reflect pia kwenye mahusiano ya mtu na jamii. Kunao mchango mkubwa wa tabia za mtu katika jamii na mahusiano yake katika ndoa. Kimsikia almarhum, Mwenyezi Mungu amrahamu, samahati Sheikh Abdullah Nasir, kwa wakati tukifuatana naye mara nyingi alikuwa ana kisu apenda sana kukitoa. Asema kulikuwa kuna mwanachuoni mmoja hodari sana, msomi mzuri. Kisha baada ya kwamba ni msomi mzuri, Mwenyezi Mungu alimpa kipaji cha kuzungumza. Alikuwa fasih, kipanda mimbar watu wote unini, maana jamaa ukwambia hata ukuti hautakati, utasikia watu wote wametukuliwa. Sasa watu wakawa humsifu. Mke wake akayapata yale maneno. Siku moja katika uko mahala akawasikia watu humsifu, akawaambia jamanini, si yeye ni mimi. Ni vipi? Sema si yeye ni mimi. Ni wewe yeye anenao yeye. Akamwambia mimi nawaambia si yeye ni mimi. Hata maneno yako bana, maneno ya kipuzia. Ni waoneshe kwamba si yeye ni mimi. Ambaye kesho mwangalieni msikitini kama tanena. Kule bwana siku hiyo amekuja msikitini mwenyewe, tukuzie na mitabu yake na nini, kila kipanda unaenda huku akirudi huku, enda huku akirudi huku, haeleweki atakalokunena. Jamaa wakaona ajabu sana, wakarudi kwa ule mama. Sema yo mtu wako hamna kitu yo. Sema ndio mkiona kile kinu, kulikuwa kuna kinu pale nyumbani. Kwa hiyo kinu sio ndio kusoa. Asema mimi kile ndio mimbar humfanyisha rehearsal mume wangu. Kivipi? Asema huyu akisha kupanga hotuba yake mimi hupanda. Anenalo mwambia mume wangu wallahi wewe hodari bwana wewe. Yani humjenga confidence na kumsifu na nini, kiasi akitoka pale nyumbani hutoka una nini? Una raha. Akia sasa huwa zile zote alozihifadhi ziko nini? Lakini yana nimenkera mtana kutoa. Tuna. Alipoanza kupanda takusikiza khutba bwana, mando yeo wewe ngo zaidi huyaeta. Simafahamu? Sijui kadhaa huyafanya. Ule bwana ametoka nyumbani kitwa huzunguka kama saa. Toba ni kiswa cha kupanga. Ingawa mara nyingi ziso huwa zimekwenda extremely, lakini influence ya nyumbani, ya namna utakavotoka katika hali ya raha ama katika hali ya maudhiko, inaweza kukuathiri kwenye mahusiano yako ya huku nje, sawa yawe ya kikazi ama ya aina nyingine. Inao athari kubwa sana. Na ndio msingi tunaanza kwenye ndoa. Tukipata ndoa tutakuja kwenye kuasisi nyumba, uskun litaskunu. Tukiwa na sakina tutaasisi alaka ya kwanza nde ya ndoa ni nini? Majirani. Lakini ukiangalia mahusiano ya majirani yarudi kwenye nini? Kwenye ndoa. Kwa sababu ndoa ndio ilikupeka ukawa na nyumba, nyumba ndio ikakufanya uwe na nini? Na majirani. Na majirani wataathiri ndoa yenu na nyinyi mtaathiri wao, kulingana na mahusiano yenu mtakapoketi uzuri, na baada yake itapanuka. Kitu
ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimemaliza mambo ya ndoa na maadili ya ndoa, mwayayua nyinyi, mapenzi, huruma, kuheshimiana, vitu muhimu sana. Tumesema akrim, watukuzeni, waheshimuni wanawake. Ma akrama hunna illa karim wala ahana hunna illa laim. Hakuna mtu atawakirimu wanawake isipokuwa ni mtu karimu. Na ukimwona mtu adharau wanawake, basi mjue huyo ni mtu gani? Laim, mtu asokuwa na maadili. Wanawake ni maua wa kukirimiwa. Tukija katika huku nde sasa, mahusiano ya binadamu wengine huku nde, hususa kwa leo katika ulimwengu wa utandawazi wanaoita ulimwengu wa globalization, kuna tatizo pia limejitokeza. Zamani ilikuwa watu waweza kuishi kwenye kijiji, dini moya, madhhabi mamoya, mila moya, lugha moya, miaka hawayui mtu asokuwa wao, paka uende kwenye miji kubwa, pangine city kubwa kama Kenya, uende Nairobi, ndo taona zitu kwamba kumbe kuna na Mkristo, kuna na nani na Muislamu, sijui kuna na fulani na fulani, kuna na kabila hii, kuna na kabila hii, uyaone mambo sampuli. Lakini leo wepesi wa mawasiliano, wepesi wa zombo za usafiri, watu kukimbia mashamba kuja katika miji, ambalo ndo tatizo la leo, kwa sababu kila mmoja akipilia mahala ambapo atapata huduma bora. Kila mmoja ataka mahala penye spaki, penye quality education, penye matibabu mazuri, penye internet, ambao ni moja imeua maisha ya mashamba na yaua ukulima pia. Haya matatizo mengine tutakuja kuyazungumza siku nyingine, lakini haya yamekuja kutusababisha leo hakuna tena mambo ya kuishi pweke. Zile lugha wajua zamani hapa Amu, zile lugha hapa zamani, hizo ni lugha sasa sharti tuzisahau, tusizikubalie kuhukumu tena maisha yetu sasa, kwa sababu sasa tuko katika situation nyingine. Ilikuwa huwezi kutembea Amu kaona watu vuta sigara siku ya Ramadhani. Ilikuwa huwezi kutembea Amu kaona watu hula barabarani. Ilikuwa huwezi kutembea Amu kaona mahoteli wazi. Leo kumebadilika. Leo ukitoka nyumbani mpaka Kisida Swafa utadirika karibu mara 5-6 watu hula, ule uvuta sigara, ule unini. Sasa Uislamu wasemaje katika mahusiano yetu na wengine? Na hili ndio suala lataka leo lisomeshwe sana. Hata Sheikh Hassan Safar ameliandikia zitabu maalum, zitabu pekee aziita al-alaqatu ma'al akhar, mahusiano yako na mwenzako asokuwa wewe. Asokuwa wewe aweza kuwa si Muislamu, hana dini kabisa, hata si Mkristo, si Myahudi, wako yao watu hawakubali mambo ya dini wala Mungu, wao ni watu wa nature, taishi nao. Asokuwa wewe aweza kuwa si Muislamu lakini ana dini nyingine, aweza kuwa ni Mkristo, aweza kuwa ni Myahudi. Asokuwa wewe aweza kuwa ni Muislamu lakini si madhhabi kama yako. Asokuwa wewe aweza kuwa ni Muislamu, ni madhahabi kama yako, lakini si kabila yako. Kwa hivyo ni wengi wasokuwa wewe. Vipi tutatengeneza mahusiano ya kimaadili katika kuishi na wasokuwa sisi? Kwanza, kiweza kujenga misingi hii kama 4-5, taweza kutembea. Kwanza tukua aya ya Mwenyezi Mungu, walaqad karramna bani Adam, kwamba mwanadamu ana cheo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu bila ya kujali itikadi yake, bila ya kujali kabila, taifa lake. Karramna, Mwenyezi Mungu tena hakunena walaqad karramna almuslimin, hakunena walaqad karramna almutadayinin, wenye dini.
amenena walaqad karramna bani adam. Hii inaitwa karamatul insan, na hii karama ya insan ndiyo msingi wa haki za nini, za binadamu. Ndizo zilomfanya mwanadamu si ng'ombe, si punda, si kuku, si nyoka. Ni nani? Ni mwanadamu. Na kwa kuwa yeye ni mwanadamu, ana haki tofauti na kiumbe mwingine. Ana haki ya kuishi, ana haki ya kupata kula, ana haki ya kupata mai, zile zinazoitwa basic nini, right za mwanadamu, ama primary wengine uziita. Hizi zinaitwa alhuququl asasiya lilinsan. Kwa hivyo maisha yake ni haki yake ya kimsingi. Maisha yake ni haki yake ya kimsingi. Hayafai kukiukwa maisha yake isipokuwa pakiwa na sababu ya kidharura iliyohalalishwa na Uislamu. Lakini asli ni lazima yatungwe maisha yake. Imam Ali alipokuwa khalifa wa 4 ametaguliwa, atembea barabarani akakutana na Yahudi kizere huomba daya. Likamuudhi sana kwamba katika mamlaka yangu kuna raia aomba. Akawaita wale viongozi top, kama utaita waziri wa mali sijui nini, vipi huyu, mbona na mimi kuna budget nazitoa? Jamaa sasa hujitetea, sema Yahudi yule. Tumenifahamu? Katika watakao kujitetea ni kwamba yule ni nani? Yahudi. Akawaambia, nyamaeni, alipokuwa na afya yake mulikula kodi yake. Alipokuwa na afya yake mulikula nini? Si alikuwa akilipa jizya yule? Si alikuwa akilipa kodi? Si uko kwenye hii serikali? Mbona pale hamkunena Yahudi? Wakati yeye mwakuweta hamkunena Yahudi. Sasa yeye atakakupewa amekuwa nani? La, haiendi hivyo. Kama alivyokuwa raia akilipa kodi, na sasa hivi atabaki kuwa ni raia, ni lazima afanye nini? Ahudumiwe. Sasa hizi lugha vijana sasa mkipanda hamasa, lakini yule ni kafiri, si yule ni Meru, si yule, haikuhalalishi mali yake, haikuhalalishi maisha yake, isipokuwa kukiwa kuna kama wale wametoka wao kumpiga bwana mtu. Kama leo Waisraeli wametoka mkuja kutupiga Iran, tawapiga. Faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi. Lakini si msingi kwamba kila Yahudi apatikanapo afanywe nini, hata kama hawakutufanya chochote, kwamba wewe kila umpata hapo mtinde umuue. La, hakuna habari hiyo katika Uislamu. Kwa hivyo walaqad karramna, jaribu kila ukimwona mtu kabla ya kuangalia atafautiana na wewe nini, jaribu kumwangalia kwanza mwanadamu kama wewe. Na hii hata kama zoezi, kwa sababu sisi ni watu tumezoezeshwa kuangalia different zaidi. Na utakuta mtu leo ameingia msikitini, tangu ulipokuya kukutana na mwenzako msikitini, ni maana nyinyi watu gani? Mumeswali pamoja. Tangu mliposimama kuswali, ni maana nyinyi mkubaliana nini? Kuswali. Sawa? Mtawahesabia mambo mpaka 100. Imeadia zanda haziadarana. Leo umetoka na hili. Mumekubaliana, mmetoka mpaka mmekuya msikitini, mpaka mmepiga takbira tu, nyote unena Allahu Akbar. Ye haneni Yesu Akbar. Nyote unena Allahu Akbar. Nyote mmefunga mikono. Nyote mmesoma suratul, nyote mmerukuu. Nyote mkirukuu unena subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nyote mmenena sami Allahu liman hamida. Nyote subhanallah. Imebaki tu ile kuambatisha zanda, ule mmoja kwake ni lazima kuambatishwe zanda, wakati mkisimama ule mwingine si lazima. Imekuwa ndio ishu kubwa. Mui mzima uteta. Kwa nini? Ama mmekuya kunuti asubuhi lazima isomwe, ama anena lazima unena sunna, ukiiwata haibatilishi swala.
Sijui mnaelewa vizuri sana. Allahumma adini fi man wa afini fi man afait wa tawallani wa barik li fi ma a'tait. Sio hata yeye Imam Shafi mathalan hunena ni sunna, hajanena ni lazima kuleta ile kunuti. Kwa hivyo hata ukiiwata swala yako, sisi zita ziko hapo. Sute usali asubuhi, sute asubuhi ni raka 2, sute usoma suratul Fatiha, sute hurukuu, sute usujudu, ni kunuti. Ni malezi ya kukuzowezesha wewe kila unachokiona kwanza watafuta different iko wapi. Mimi na yeye hutafuti twafanana wapi, bata 99 munayofanana warukana nini na moyo. Yashangaisha, tateka sisi, lakini ndio reality tulivyo, ndio reality. Na haya msiangalie kwenye dini tu, yaangalieni mpaka kwenye siasa. Leo sute yanko utakayo kuankua, basi utazengea mimi ni mbajuni ule muamu. Iki sasa sute mbajuni utafanyaje? Mimi mbarani ule wapi? Basi sute mazisiwani utabado utakwenda kulizengea ule mbarasini. Sisi wapi? Imepatikana muhimu ule mbayiu. Sisi wapi? Hamuoni kwamba ni tabia yetu kuzengea kustalifiana? Kuna watu hizi sababu zinazotukusanya sisi, wao hawana hata 10%, lakini ni wamoya. Hao wapekao mbio ulimwengu milioni 6 sijui milioni 14 wakule wa Mayahudi wametolewa katika kila nchi kuja kuletwa pale. Kasomeni historia. Wale Mayahudi kuletwa pale mpaka kutengeneza demografi ikaweza wao kunena wanadola, watoka katika kila nchi katika ulimwengu huu. Kuna Maethiopia, kuna Marashia, kuna kutoka sijui German, kuna sijui kutoka kila upande, na wamekuya wengine wote, kila mmoja una tabia zake, una mila zake, una nini zake, lakini wametafuta kitu tu kama cha urongo wamekiunda kiwaunganishe cha urongo. Wametengeneza history ambayo hakuna ya urongo. Sisi tuwenye history ya kikweli. Sisi tunaonena msikiti wetu ule wa Pwani pale una zaidi ya miaka 700. Sisi tunaonena mathalan msikiti wetu ule wa Juma kule una zaidi ya miaka 600. Sisi tunaonena mathalan Siu, sisi tunaonena sijui Shanga, sisi tunaonena sijui Takwa. Tuna history ya kihakika iko Mbeya mato yetu. Tunatafuta nini cha kutuunganisha? Watu wametengeneza history ya bandia. Hufukua msikiti wa Masjidul Aqsa mpaka sasa hulizangia hilo kuta wamezoliunda ambalo hakuna. Katika hatari moja iliyoko ya Masjidul Aqsa, Waarabu wanyemee hufukuliwa tini. Katika kufukua wao huzengea nini? Huzengea hilo nini la Suleimani, hekalu la nani? La Suleimani, ili wathibitishe pale kwao. Nyinyi msikiti wenu uko nyute huona Masjidul Aqsa. Sikuna mwanamke mmoja kutoka Sudan kama sikukosea juzi, ameandika article nzuri sana, ina mizozo kidogo, mimi sipendi mambo haya lakini ina mazingatio. Asema kulipoandama mwezi wa Ramadhani huu longia, si wa tayari sisi ule wa kufuata huku ule si wa kufuata huku, watu kiteta tena. Asema yeye alikuwa ni katika wale ambao hunena mwezi mpaka tuuone wenyewe, na ana marafiki zake wanena uonekanapo. Sasa ikawa Saudia wametangaza. Sasa wale marafiki zake wajaribu kumconvince afuate mwezi ule, na yeye asema ajipinda kupambana kisawasawa. Mwisho akamalizwa kwa dalili moja. Asema hii dalili ndio ilikuwa mzito sana kwangu. Dalili gani? Asema umoja wa Waislamu. Umoja wa Waislamu. Article ndefu. Kufika hapa asema sikuwafuata, lakini ndani ya moyo nahisi nimeemewa. Wajua sasa unaweza kutoka kwenye mjadala ukabaki na ule msimamo wako, lakini wewe ndani ya nafsi wajiona kidogo jamaa amekufinya. Asema lakini leo nimekuja kuiona ile dalili kalama haimo. Sema akasema
zita tunazopigwa leo na Mayahudi zafaa zaidi kutukusanya kuliko mwezi. Zita waliopigwa ndugu zetu Falestina, Gaza, ilikuwa zafaa zaidi ziwaunganishe Waislamu kuliko kuungana kwa mwezi wa kufunga. Damu ya Muislamu ina thamani zaidi kuliko kufunga. Sio jamani? Sasa zitu kama hizi mtaka mutulie. Saa nyingine kuna mambo ya kutufanya tuwe wamoja, twende mbele. Kwa hivyo kitu cha kwanza nasimama leo hapa ni nini? Katika kujenga mahusiano yako, usitake kujua wewe ule ni Mkristo, ni Myahudi, ni Bodhi, sijui ni kabila gani. Wewe amekuja mbele yako, mwanzo muangalie kama nani? Kama mwanadamu. Kumbuka neno la Mwenyezi Mungu, wala kad karramna bani Adam. Nimebakisha misingi mitatu ya kumaliza, na hii ndio ilikuwa topic ya mwisho katika kuishi na watu wasiokuwa wewe. Inshallah nitamaliza kesho, na kesho inshallah huwa ndio siku twafunga darasa letu tarehe 28 kwa mwezi wetu, na wengine huwa ni 29, ili tusitiane kwenye dhiki. Kuna wengine waweza kaona mwezi kesho ikawa ni Idi nini. Kwa hivyo sisi tarehe 28 kwa kulinda maslaha ya watu wote huwa twafunga ili darasa, na inshallah baada ya kufunga darasa kesho huwa tuna kama dakika 5-6 twafanya dua kuwatunukia wazazi wetu waliotangulia katika darul akhirah na kila aliyotuhusu insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.